Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha ladha ya Ramadhan, ukiwa nami Ahmed Omar kutoka Medidishes, ambapo leo tutaweza kuandalia chicken curry na plain rice. Bila kupoteza wakati, wacha tuende moja kwa moja katika zile ingredients ambazo tutatumia leo katika matayarisho ya kile chakula chetu. Tukiweza kuangalia, tutapata tuko na spices zetu tumeziweka aina mbili tofauti. Tuko na cumin seeds ambazo ni jira, kuna cinnamon powder, tuko na black pepper ambayo pia bado ni optional, na inafaa ukumbuke kwamba katika upande wa spices, pengine kama una zile spices ambazo unapenda kuongezea ama kupunguzia, bado unaweza ongezea either spices ama herb. Alafu tuko na turmeric, tuko na curry powder, tuko na paprika. Kumbuka hizi tutatumia wakati tutakapomweka yule katika yule kuku wetu, na bado katika kutengeneza lile rojo la ile, yani ile gravy ya ile curry yetu. Tuko na tomato paste ambayo pia bado ni optional. Kuna wale ambao pengine hawapendi matumizi ya tomato paste, unaweza omit ile tomato paste. Tuko na kuku ambaye tumemdebone, yani tumemtoa mfupa, alafu tukakata into cubes kama jinsi unavyoweza kuona. Kuku wetu tumeweza kumkata into cubes. Then kwa upande huu tunaweza ona tuko na kitunguu maji, that is. Tuko na garlic, kuna ndimu, alafu tuko na pilipili hoho, yani pilipili bofu kulingana na sehemu iliyotoka. Kuna watu wanaita pilipili bofu, kuna watu wanaita pilipili hoho. Na ukiweza kuangalia utapata tumeskata mbili tofauti. Kuna zile ambazo ziko diced na kuna zile ambazo tumezikata into strips. Tutaweza kuona ni wakati gani tunaweza kutumia hizi na wakati gani tunaweza kutumia zile ambazo ziko diced. Pengine kifupi, diced huwa napenda kuzitumia wakati tunakaanga, alafu zile ambazo ziko strips huwa napenda kuziweka wakati wa dakika za mwisho ili ziwe ni kama garnishing ya ile curry yetu. Alafu tuko na tomatoes ambao ni zile nyanya, tomatoes za madonge. Tuko na mchele, alafu tuko na chumvi. Kumbuka chumvi tunasema salt to taste. Hata kwa upande wa spices pia bado naweza kupatia kipimo ya ile spices, lakini pengine wewe unataka kile chakula chako kiwe more spicy, unaweza kuongezea spices. Pengine unataka kuwa chenye kuwa na spices nyingi, unaweza punguzia zile spices. Alafu ukiangalia kwa upande huu tuko na oregano na tuko na chicken cube. Oregano tumereplace na mint, ambapo kumbuka bado kuna ile chicken curry ya mint flavor ambao pengine it's common, but today tunajaribu kuacha kutumia mint ambao ni mint leaves, tutatumia oregano. Alafu bado tuko na maziwa mala ambao pia bado kama pengine unataka kutumia maziwa mala, unaweza tumia cooking cream ku replace ile mala yetu. Sasa tutaweza bila kupoteza wakati na samani, kuna mafuta ile kupikia ambao ni crucial ambao tuko tumetaja, pia bado kuna mafuta yetu. Na bila kupoteza wakati tutaanza kuchanganya yule kuku na yale madawa, na tumkambulie ile ndimu ili aweze, yani yale madawa yaanze kushika. Tuweze kuweka chumvi kwa kiasi. Kumbuka tulisema ni salt to taste, na hapa tutaweka chumvi kwa kiasi sababu wakati tutakapoenda katika matayarisho ya ile gravy yetu, bado katika gravy tutaweza kuweka chumvi. Weka paprika, weka turmeric ambao ni manjano kiasi, weka ile powder. Pia bado kama pengine masala pia bado unaweza weka.
Kumbuka kama jinsi tunavyoona zile spices tumeweza kutumia nusu katika kumweka ile kuku, alafu zingine tutakuja kuziweka wakati wa kutengeneza gravy, yani ile rojo la yule kuku. Hii ni jira, yani cumin seeds, nimeweka kwa kiasi, alafu nimeweka cinnamon powder na nikaweka black pepper. Baadaye tutaweza kuchukua garlic kiasi, nyingine tutatumia katika gravy. Kumbuka maliza niweze kukamulia ndimu yetu. Tuweze kumchanganya yule kuku ili aweze kushika yale madawa. Kwa sasa hii tutamwacha kama dakika 5 wa kuku wetu ili aweze kushika madawa. Tuweze kwanza moja dakika 5 ama dakika 3 ile kwa ule muda ambao kulingana na ule muda ambao tuko nao kwa kipindi, lakini it's preferable kama unaweza mweka ule kuku ile madawa akae for a while na ile madawa ili aweze kushika mpaka ndani. So tutaweza kati wacha tuweke sufuria yetu ya kwanza ambayo tutaweza kutayarishia yule kuku wetu. Tutaweka mafuta kwa wastani. Kwa ufupi tu, pengine kuna wale ambao wanaweza taka yule kuku kupika directly. I usually prefer kupika yule kuku katika yani kumweka katika mafuta kabla kumchanganya katika ile rojo, ili kusudi ile process ya kumweka katika yale mafuta huwa inasaidia kuseal, yani inasaidia kuseal zile spices katika yule kuku, yani zinapata kuingia kwa vizuri kuliko wakati ambapo utamweka katika ile rojo directly. So tunaweza kufanya hivi, yani tunaweza kumweka katika mafuta kumfry for two purposes. Purpose ya kwanza kwamba yule kuku atashika zile spices. Purpose ya pili, kumbuka tunatumia broiler, yani wale kuku wa nini wa bread, wengine vile jinsi wanavyoita, na mara nyingi utapata huwa wanaweza kushred ama kuweka katika ile rojo, so wasiweze kunyunyuka ukiweka katika ile mafuta wacha kama coating. So wakati unaweka katika ile rojo ataweza kushika ile rojo na bila kuweza katika. So acha mafuta yetu aweze kushika moto kwa kiasi. Na kumbuka jinsi tulivyosema kama katika vipindi vilivyopita, jinsi ya kuangalia yale mafuta yako kama yameshika moto ama bado. Unaweza kutumia mwiko kama ambao ni wa mbao, alafu ukiweza kuweka katika yale mafuta, ukiweka kuna bubbles around, unajua kwamba hayajashika moto. Kama kuna bubbles, unajua kwamba hayajashika moto. So tutaweza kuweka ule mwiko katika ile mafuta, na kama unavyoangalia unaona bado haijaanza kutoa bubbles, so tutaweza kupatia muda kidogo. Kumbuka tutakaranga ule kuku katika mafuta kwa wastani, si kumweka kwa mafuta kwa mpaka aive. Tutamweka ili zile spices ziweze kuasili katika ule kuku na ule kuku apate coating. That's the first process. Then next tutaenda katika process ya kuanza sasa kutayarisha ile rojo, ndio tuweze kumweka ule kuku. So kabla tukiweka ule kuku, yani wakati tutakamweka ule kuku, ndio tutaanza pia matayarisho yetu ya ule wali wetu. Na kumbuka yes, tunasema matayarisho ule wale wako, pengine pia bado kama unataka kuweka spices, unaweza kutumilia, pengine unataka wale kukaanga pengine na kitunguu ama na cumin seeds ama chochote, pia bado unaweza. Lakini kwa kuwa leo vile jinsi nilivyosema pale mwanzo kwamba tunapika ile curry, chicken curry already iko na zile spices, so tunaweza avoid kuweka spices ama kukaanga ule wali wetu uwe plain, ndio baadaye tuweze kuenda na ile
curry. So kwa mara nyingine tunaweka mwiko na unaona zile bubbles zinazotoka, inakwambia kwamba mafuta yameweza kushika moto kwa wastani, na kufikia hapo tutaweka yule kuku katika yale mafuta. Unaweza kuguzia ule moto, ndio yale mafuta umeweza kupunguzia moto, ndio yule kuku asipate yani kukakawana, yani asiwe kwa ni mwenye kuwa mgumu zaidi. So tunaweka moto wa wastani jinsi unavyoona, na narudia tena kwamba kumbuka, kuku hatupaka hivi, bali tunamweka tu pale ili aweze kupata yale madawa na tuweze kusili ule kuku, ndo sio mwenye kushred wakati tutakapomweka katika lile rojo. Malizia zile spices. So tutampatia muda kidogo. Kama jinsi tulivyosema, tuna seal zile spices. Pengine mpenzi mtazamaji, unaweza kuwa umewahi pengine at some point kuweza pengine umekula kuku ambaye amewekwa katika mchuzi, hususan huyu kuku wa broiler ambaye mara nyingi ndio huwa ideal kutumia kwa spices. So pengine unaweza kuwa umekula kitu kama biriani ama pengine kama hivyo chicken curry ama wa kawaida wa mchuzi, na ukile utapata ile kuku kwamba hana taste. Reason ni kwamba ukimweka spices na umweke katika ile rojo ama katika ile gravy ambao pengine unapika nao, zile spices na wakati inapika unapata zinakuwa absorbed katika ile rojo, linamwacha yule kuku akiwa flat. That's the reason yenye tunamkaanga kuku wetu katika hizi spices. Yule kuku ameweza kupindana, yani ameweza kushikana, na kumbuka ile purpose yenye tulisema mahali itakapotusaidia ni wakati asiweze katika wakati anapotayarishwa. So tutaweza kutoa yule kuku katika yale mafuta, tuweze kumweka kando, ndio tuendelee na process yetu. Kumbuka natumia bakuli lile lilokuwa na spices ambao tulikuwa tumemchanganyia, tuweze kuweka kwa kando. Na immediately katika the same bakuli tuweza kuweka kitunguu katika yale mafuta, tuweze kuongezea moto. Rangi kile kitunguu chetu. Kumbuka tumetumia same sufuria, same mafuta, na kama pengine hautaki mafuta mingi unaweza kupunguzia yale mafuta. Mimi nimetumia mafuta kwa wingi sababu yale mafuta ukiweka mala bila mafuta mingi utapata kwamba inakauka.
lile rojo lako. So tunaweka mafuta ili lisiweze kukauka. Tutaacha kitunguu chetu kiive kwa kiasi ndio tuweze kuendelea na mapishi yetu. So kabla kile kitunguu kiweze kuiva kabisa, hapa ndio tutatumia zile diced hoho kama unavyokumbuka, tutaziweka ndani na tuweke kitunguu saumu kwa kiasi. Bado tutakapoweka kuku tutaweza kumalizia kile kitunguu saumu. Pengine unaweza kuuliza kwa nini tumeweka mara mbili. Tutaweka mara mbili kile kitunguu, nimeweza kubakisha kwa kiasi. Ni kwamba unapata kitunguu cha saumu kiwacha kile organic, kile ambacho ni cha siku hizi, kama vile jinsi tunavyosema, kinaweza kupoteza ile harufu kwa haraka. So tunataka tubakishe kingine wakati tutakapoweka kuku na zile tomato zetu, ndio tuweze kuweka kile kitunguu saumu kingine. Na zile hoho zetu na yani hoho ama kwa jinsi tulivyosema pilipili bofu vile wengine wanavyoziita, tumeweza kukiweka kabla tuweke kabla kile kitunguu kiweze kuiva, ndio ziweze kuiva simultaneously, yani ziweze kuiva kwa pamoja. Na kwa leo kwa kari yetu hatutaki kukiivisha kile kitunguu kabisa, bado unaweza kiivisha, but leo tunataka kuweza kuivisha kwa wastani, ili kuna ladha ambayo inaweka badala ya kukiivisha kiwe mpaka golden brown. Kumbuka tulisema leo hatutaki kuivisha kile kitunguu kwa kabisa, tunataka kiive kwa wastani. Lakini kwa wale ambao pengine hawapendi ile feeling ya kitunguu katika mchuzi ama nini, unaweza endelea kukiivisha. So tutaweka tomato zetu, tutaweka chumvi kiasi. Kumbuka kuku ulikuwa tumemweka chumvi, so hapo pia tutaweka chumvi kwa kiasi. Chumvi for purposes mbili, mbali na kuweka taste. Kumbuka pia bado inasaidia kuivisha zile tomato zetu. Tutaweza kufunikia ili ziweze kuiva kwa polepole. Kumbuka una zile spices na zile herbs ambazo bado hatujaweka. Kwa vile si whole spices, tutaweza kuziweka wakati zile tomato zetu zitaanza kuiva kwa kiasi, ndio tuziweke, sababu ukiziweka mapema zitaweza kuovercook, yani zitaiva kwa zaidi, either ziungue ama ziweze kupoteza ile harufu. So tunataka kuziweka wakati zile tomato zetu zinaweza kuwa zimeanza kuiva kwa wastani. Naam, ikiendelea kuiva kwa polepole, kwa upande mwingine tutaweza kuchukua ule mchele wetu tuweze kuosha. Tunaweza kuosha ule mchele wetu tukatoa ule ambao tunaita wanga. Kabla tuendelee kuweka ule mchele, tutaweza kurogea zile tomato zetu, tuangalie mahali zilipofikia. Naona zinaendelea kuiva kama jinsi unavyoona, mafuta yakianza kushika ile rangi ya nyekundu, najua kwamba zile tomato zimeanza kuiva. Alafu kumbuka tuko na zile spices ambazo tulikuwa tumeziweka kwa kando, tutaweza kuweka kwa muda huu, ndio by the time zile tomato zitakuwa zimeiva na spices pia zitakuwa zimeiva na ule mchanganyiko. Naweza kuweka ile jira, niweke cinnamon powder na black pepper kwa kiasi, sababu ikiwa nyingi itaweza kuwa kali na itakuwa inaikuasha. Then tuweke manjano, na tuweke paprika nusu, tutakuja kuiweka wakati wa baadaye.
na kumbuka kuna curry powder pia bado tutakuja kuiweka masaa ya baadaye, na oregano yetu tutaweka, na bado tutaweka nusu na nusu, tutaweka pale wakati tutakapokuwa tunaweka ile kuku, tuweze kuongezea moto kwa kiasi, tuweze kuchanganya na kuivisha lile rojo letu. Na ukumbuke bado tuko na ile tomato paste, ile mchanganyiko hatukuiweka mwanzo, sababu mara nyingi utapata ile kabla yani ule mchanganyiko uanze kushika. Kumbuka kuna ile kitunguu saumu ambacho tulikuwa tumekibakisha kidogo kwa kando, tutaweza kuweka. Kumbuka tuliweka kitunguu saumu mara ya kwanza na sasa tumeweza kuweka kwa mara ya pili. Kama jinsi tulivyosema, ile tendency ya zile vitunguu za siku hizi kwamba haziweki ile harufu, kwa tutaweka maji kwa kiasi sana, maji ya wastani, ongeze moto kidogo, then wakati atakapochemka tutaweza kupunguzia ule moto, ndio tuweke yule kuku wetu. Kabla tuweke kuku, kumbuka kuna curry powder hii ilikuwa tujaweka, tutaweza kuongezea ile curry powder. Immediately baada ya kuweka ile curry powder, tutaweza kuweka yule kuku ambaye ilikuwa tumemkaanga pale mwanzoni kama jinsi unavyokumbuka. Kumbuka kuku kiasi kwa moja katika ile rojo tutaweza kuongeza maji tena kwa kiasi. Jinsi tunavyoona, ongeza maji ili ule kuku apate kuiva, ndio baadaye tuweze kuweka mala. Na upande mwingine tuweze kukoroga lile rojo na tuweze kupunguza zile vyombo. Kumbuka kuna ile cube yetu, chicken cube, tutaiweka kwa juu, na ile oregano ambayo ilikuwa tumeweza kuibakisha tutaweza kuiweka. Tutaweza kuweka maziwa mala yetu katika ule mchanganyiko, na kumbuka tutaweka mala, lakini hatutakuwa ni wenye kukorogea ile mala, tutaacha kwa juu, baadaye ndio tutakuja tuendelee. Na mahali ilipofikia tutaweza kuweka zile hoho zetu ambazo tumezikata julienne. Kumbuka tulisema ni za garnish, kuzia moto. Tutautemua, yani kufluff ile rice ili iweze kuachana, na tuko tayari kuiserve, yani hatuko mbali na kuserve ule wali wetu. Wali wetu pamoja na ile chicken curry yetu iko tayari, na leo kama vile kwamba ingekuwa ni Ramadhan, tungekuwa ni wenye kupiga tonge tuweze kuonja, tusikie hali halisi ilivyo katika kile chakula chetu. Lakini kama jinsi unavyoona, maandalizi yetu yameweza kufika mwisho, na chakula chetu ndicho hicho tulichokiandaa kwa leo, ambapo ni chicken curry na white rice.
Na kumbuka zile point ambazo tuliweza kupatiana kwamba pengine kama kwa kusisitiza tena kwamba pengine kama hutaki kutumia mala unaweza tumia ile cooking cream, ama pengine kama unataka kutumia spices zingine zile ambazo pengine kila mtu ana ile spice ambayo anapenda ama anapendelea kutumia, mathalan unaweza ongezea spices kama ile ama upunguzie katika zile spices ambazo tumetumia kwa leo. Kwa hakika tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu. Mpenzi mtazamaji wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.